Umeishi kwa kula kiini cheupe cha yai tu kwa kuogopa cholesterol? Leo nitakufundisha mkate pia ni chanzo cha cholesterol katika mwili wako. Fuatilia hili somo mwanzo mpaka mwisho. Ushawahi kutana na neno cholesterol free? Likakuchanganya lina maana gani katika chakula ambacho ulikuwa unatamani kula? Leo ninafundisha kwa kina, usitoke katika hili darasa. Yai kamilifu lina kiini cha njano, lakini umeambiwa njano tupa, bakiza tu kiini cheupe. Huo ndo usalama wa moyo wako. Somo hili linakuhusu. Mafuta ya wanyama yana cholesterol, mafuta ya mimea hayana cholesterol. Somo hili linakuhusu. Naomba usitoke, tazama mwanzo mpaka mwisho. Najua nimekuchanganya. Cholesterol nini, mafuta ni nini? Ndo dhumuni la hili darasa, usitoke hapo. Mafuta na cholesterol havichangamani na maji kama hivi unavyoona. 95% ya damu ni maji. Inaweza vipi kusafirisha mafuta na cholesterol? Somo la leo ni tamu sana. Save kwanza kabla hujalitazama lote. Kwanza tujue kutofautisha kati ya mafuta na cholesterol. Mafuta katika muundo hutengenezwa na molekuli moja ya glycerol ambayo ndo hii hapa, na molekuli 3 za fatty acid. Cholesterol yenyewe ina muundo wa ring structure. Ring ya kwanza ina pembe 6, ring ya pili ina pembe 6, ring ya tatu ina pembe 6, nyingine ina pembe 5. Tunasema vyumba vitatu na sebule ndio muundo wa cholesterol. Mafuta yanatumika kuupa mwili nguvu, wakati cholesterol inatumika kujenga seli na inatumika kuendesha seli za mwili ziweze kufanya kazi vizuri. Ukisikia neno mafuta na ukisikia neno cholesterol, hivi vitu havifanani. Mfanano wa cholesterol na mafuta ni kwa sababu vyote hivi ni hydrophobic, nikimaanisha kwamba mafuta haya hayachangamani na maji, kwa sababu 95% ya damu ni maji. Kwa hiyo cholesterol na mafuta haviwezi kuchangamana na damu. Sasa je, inasafirishwaje? Vyanzo vya mafuta mwilini ni pamoja na chakula unachokula: nyama, mayai, kuku, mafuta ya alizeti ikiwemo samli ya ng'ombe na karanga. Lakini pia mwili unatengeneza mafuta mwilini. Kuna kitu kinaitwa de novo lipogenesis. Genesis ni kitendo cha utengenezaji wa mafuta mapya katika mwili wa binadamu. Mafuta yanatengenezwa pale mwili unapoupendelea kiasi kikubwa cha vyakula vyenye sukari nyingi au vyakula vya wanga, nikimaanisha ugali, wali, ndizi, viazi, soda, juisi. Hivyo vitu vyote vinapoingia mwilini kuliko mahitaji ya mwili ya wakati huo, mwili huhifadhi kama mafuta. Na vyanzo vikuu viwili vya cholesterol katika mwili wa binadamu. Chanzo cha kwanza ni chakula ambacho unakula kila siku. Kinachangia 15% mpaka 20% ya cholesterol yote iliyopo katika mwili wa binadamu. Tunaipata kutoka kwenye nyama, kwenye mayai, kwenye kuku, samli, siagi. Chakula ni chanzo hafifu sana cha cholesterol katika mwili wa binadamu. Si cholesterol yote unaokula kutoka kwenye chakula huingia katika damu. 1% kubwa huwa tunaitoa kwenye choo, endogenous source. Hiki ndo chanzo kikuu. Endogenous maana yake ni kwamba mwili hujitengenezea wenyewe cholesterol na huchangia kwa 85% ya jumla ya cholesterol yote iliyoko mwilini. Kumbe cholesterol yote iliyoko mwilini 85% inatengenezwa na ini lako. Ini huzalisha cholesterol kupitia njia iitwayo mevalonate pathway. Ni namna ya kuzalisha cholesterol kwa kutumia vyanzo vingine tofauti na chakula unachokula. Twende kwa kina zaidi. Vyakula vya wanga na sukari, mafuta na pombe, mwili huchakata ili kuzalisha nishati kutoka kwenye hivyo vyanzo. Wakati mwili unachakata kupitia glycolysis beta oxidation, huzalisha acetyl-CoA. Kwa hiyo acetyl-CoA ni intermediate product, ni zao ambalo mwili huzalisha wakati unachakata hivyo vyanzo vya nishati. Baada ya kuzalisha hii acetyl-CoA, huingia katika Krebs cycle. Krebs cycle ni mfumo wa pili ambao unasaidia kuvuna nishati zaidi kutoka kwenye chakula ambacho umekula.
tuachane na Krebs cycle. Sasa tuje namna gani mwili unatumia hii acetyl-CoA iliyozalishwa wakati mwili unachakata hivyo vyanzo ili kuzalisha cholesterol. Hii acetyl-CoA inaingia katika mchakato mwingine unaitwa mevalonate pathway, ambapo tutachukua hii acetyl-CoA na kuibadilisha kuwa HMG-CoA. Unaona hapa imebadilishwa na HMG-CoA reductase enzyme. Hii ni kifupisho cha hydroxymethyl CoA. Sasa mara tu baada ya kuzalisha hiyo HMG-CoA, kwenye cholesterol is made. Dawa za kushusha cholesterol huwa zinaenda kumdhibiti huyu mjamaa anayeitwa HMG-CoA reductase enzyme. Hii ni enzyme ambayo huwa ipo kwenye ini. Kazi yake ni kuwezesha kubadilisha hii acetyl-CoA kuja kwenye cholesterol. Hivyo ni njia ambayo huwa inatumika na daktari kukupa dawa ya kwenda kubloko ili ini lako lisizalishe cholesterol ya ndani. Ni namna ya kupunguza uzalishaji wa cholesterol ya ndani, kukuepusha wewe na shambulio la moyo. Swali ambalo wagonjwa wengi huuliza, kwa nini daktari hanitoi kwenye hizi dawa, na kwa nini akinitoa ninarudia kule kule, akija kunipima ananiambia cholesterol yangu iko juu? Iko hivi, swala si kuzuia hapa. Swala ni kwamba umecontrol vitu vinavyozalisha acetyl-CoA ambavyo ni wanga na sukari, mafuta na alcohol. Kwa mfano, unywaji wa pombe kupindukia, wote tunaamini kwamba vinaongeza acetyl-CoA na uzalishaji wa cholesterol katika mwili wa binadamu. Ulaji wa vyakula vya wanga na sukari vinaongeza acetyl-CoA na kukupa cholesterol katika mwili wako. Lakini pia pale unapotokea kwamba unaambatanisha vyakula vya wanga na vyakula vya mafuta hapo hapo at the same time, kumbuka nilikuambia haitakiwi kula nyama na juisi na ugali mlima, hautakiwi kula nyama na wali mlima na juisi pale pale. Unapofanya hivyo unafanya makosa. Kitendo hicho kinaweza kukusababishia kuongeza kiwango cha acetyl-CoA kwa kasi sana na kuongeza uzalishaji wa cholesterol. Hivyo basi utakuwa mgonjwa au mtumwa wa dawa za kushusha cholesterol maisha, kama wewe haujabadilisha mtindo wako wa maisha wa kujua namna ya kuvicontrol hivyo vyanzo vikuu. Nini huendelea pale unapokula chakula cha mafuta na cholesterol? Mara tu baada ya kula chakula cha mafuta humeng'enywa na meno, yani usagwa na kisha kuwa lojo, ambayo mwendelezo wake wa umeng'enyaji huja kuendelea hapa sehemu ya awali ya utumbo mwembamba. Mara tu baada ya chakula cha mafuta kufika hapa husababisha uchovyaji wa hii homoni inayoitwa CCK, cholecystokinin. Lengo ni kufanya mfuko wa nyongo utikisike ili kumwaga nyongo hapa sehemu ya awali ya utumbo mwembamba ambayo inaitwa duodenum. Mara tu baada ya nyongo kumwaga hapa, nyongo hiyo kazi yake huwa ni nini? Ni kulainisha kile chakula cha mafuta ili vimeng'enya chakula vije vimeng'enye kiurahisi. Sasa pancreatic lipase ambayo imezalishwa na kongosho huja kuvunja yale mafuta yaliyotoka kwenye nyama, samaki, kuku, mayai ambayo inaitwa TGA kuwa fatty acid na glycerol. Fatty acid na glycerol iliyopatikana baada ya kumeng'enya TGA, hii hufyonzwa na seli za utumbo mwembamba zinazoitwa enterocytes. Lakini ndani ya enterocytes kuna vibeba mafuta vinavyoitwa chylomicrons. Hizo chylomicrons hubeba vitu hivi pamoja na fatty acid na glycerol. Hubeba phospholipid, lakini pia hubeba cholesterol. Hizi chylomicrons ili zitoke kutoka katika utumbo mwembamba zinatakiwa kusafirishwa katika mishipa. Sasa ile mishipa midogo midogo ambayo inaitwa capillaries, yaani hii ni mishipa midogo midogo ambayo haiwezi kupitisha chylomicrons, kwa sababu chylomicrons ni molecules kubwa ambazo haziwezi kupita katika capillaries za mishipa ya damu. Sasa hizi chylomicrons husafirishwa katika mishipa mingine ambayo inaitwa lymphatic capillaries, lymphatic system. Huu ni mfumo ambao una mishipa yake ambayo inaitwa lymph vessels. Mishipa hii husafirisha maji yaliyoliki, yaliyodondoka kutoka kwenye mishipa ya damu ili yaweze kurudishwa
kwenye mzunguko wa damu. Hivyo chylomicrons husafirishwa mpaka kuingia katika mshipa mkubwa wa lymphatic system ambao unaitwa thoracic duct, na thoracic duct hupeleka mpaka kwenye subclavian vein, kisha chylomicrons huingia katika mzunguko wa damu. Thoracic duct, mshipa mkubwa wa lymphatic system, katika picha hii ndo huu hapa rangi ya kijani, umesambaza matawi yake katika utumbo mwembamba huku. Haya matawi yanaitwa lymphatic capillaries. Baada ya kuchukua mafuta husafirisha mpaka katika mshipa mkubwa ambao ndo huu hapa unaitwa subclavian vein. Huu mshipa mkubwa uliobeba lymph fluid na mafuta huja kuingilia hapa kwenye left subclavian vein. Njoo hapa utanielewa vizuri. Huu mshipa ndo thoracic duct ambao umebeba maji yanayoitwa lymph. Haya maji ndani yake ndo kuna fat acid, kuna mafuta ambayo yamefyonzwa kutoka kwenye utumbo mwembamba. Sasa huu mshipa huwa unakuja kuingilia hapa kwenye mshipa mkubwa wa damu. Kumbuka huu ni mfumo wa lymphatic system, alafu huu ni mfumo wa damu. Sasa huu mshipa wa thoracic duct huwa unakuja kuingilia kwenye left subclavian vein. Ndio maana unaonyesha hapa ni left thoracic duct, hapa ni left subclavian vein. Baada ya kuingilia hivyo, tayari sasa tunamwaga lymph fluid, yale maji yenye mafuta, kwenye mfumo wa mzunguko wa damu. Kisha damu hiyo itaenda kwenye moyo, itaanza kuzunguka sehemu mbalimbali za mwili, na mwili ndipo utaanza kutumia chakula cha mafuta. Usafirishaji wa chakula cha mafuta na sukari kutoka kwenye utumbo mwembamba, utofauti wake uko hivi. Asilimia kubwa ya chakula cha mafuta ni big molecules, kiasi kwamba haziwezi kupita katika capillaries au mishipa midogo ya mzunguko wa damu. Hivyo mafuta husafirishwa katika mfumo unaoitwa lymphatic system mpaka pale mafuta yatakapoenda kuingilia katika left subclavian vein kwa kutumia mshipa mkubwa wa lymphatic system unaoitwa thoracic duct. Lakini sasa pale unapokula chakula cha sukari, sukari hufyonzwa na kupelekwa moja kwa moja kwenye ini kupitia mshipa mkubwa ambao unaitwa portal vein, hepatic portal vein, na hizi portal vein zitapeleka kwenye inferior vena cava, kisha chakula kinaendelea kuzunguka sehemu mbalimbali za mwili. Cholesterol ile inayotengenezwa katika mwili, namna gani inasafirishwa kutoka kwenye ini kwenda sehemu mbalimbali za mwili? Kwa sababu tumeona cholesterol kazi yake kubwa ni kutengeneza seli za mwili na pia kutengeneza homoni na kuendesha shughuli mbalimbali katika mwili wa binadamu. Usisahau pia inatengeneza nyongo. Iko hivi, cholesterol huzalishwa katika ini kupitia kitendo kinachoitwa mevalonate pathway. Hiki ni kitendo cha kuchukua acetyl-CoA. Acetyl-CoA tuliona ni zao linalotokana na vyakula vya wanga, vyakula vya mafuta na pombe. Sasa wakati vinachakatwa hivi katika mwili ili tujipatie nishati, huwa tunazalisha acetyl-CoA. Hii acetyl-CoA iliyopatikana ndiyo hupitia hatua nyingi, ndipo tunatengeneza cholesterol. Sasa ile cholesterol iliyotengenezwa, lipoproteins. Lipoproteins ni vibebeo vya cholesterol, cholesterol containers. Kumbuka cholesterol ni insoluble katika damu, yani haiwezi kuchangamana na damu. Kwa hiyo lazima ifunikwe na protini. Ndio maana hili neno lipoproteins maana yake ni lipidi, ni cholesterol plus protein. Maana yake cholesterol inakuwa coated na protini ili iweze kuwa soluble, ili iweze kuchangamana na damu, iweze kusafirishwa. Umeona? Kwa hiyo hizi lipoproteins ni vibebeo kama hiki. Ndani yake humu tumeweka hivi hapa. Hivi tulivyoweka humu ndio cholesterol. Hivyo lipoprotein zipo za tofauti kulingana na density zake. Kuna very low density lipoprotein, kuna intermediate density lipoprotein,
kuna low density lipoprotein na kuna high density lipoprotein. Ule mzigo wa cholesterol uliobebwa na lipoprotein tunakuwa tunaumegua kidogo kidogo. Tunaumegua kwa kutumia lipoprotein lipesi. Lipoprotein lipesi yenyewe kazi yake ni kutoa kidogo kidogo ile cholesterol iliyobebwa na lipoproteins. Sasa kadiri inavyozidi kupunguza cholesterol iliyobebwa kwenye hiki kibebeo, inazidi kubadilika majina kutoka kwenye very low, intermediate, low density mpaka kuja kwenye high density. Sasa nataka nikupe description hii, utabaki mdomo wazi. Huu ni mshipa wa damu na hili ni jeraha ndani ya kuta za mshipa wa damu. Jeraha likishatokea, maana yake seli zimekufa katika eneo la tukio. Tunahitaji malighafi ya kutengeneza seli mpya. Malighafi hiyo ni cholesterol. Cholesterol iliyotengenezwa katika ini inatakiwa kusafirishwa na vibebeo vya cholesterol vinavyoitwa lipoproteins, ambavyo ni very low density lipoprotein. Kadiri cholesterol inavyozidi kupungua kutokana na mahitaji ya seli za njiani, ndivyo inavyobadilisha jina mpaka tunapata kibebeo kinachoitwa low density lipoprotein. Hiki ndicho kinachofikisha cholesterol katika eneo la tukio. Cholesterol hiyo itatumika kutengeneza seli mpya na kutibu jeraha lililotokea katika eneo husika. Baada ya jeraha kutibiwa, hii cholesterol iliyobaki itabebwa na high density lipoprotein na kurudishwa katika ini, nyingine utolewa kama nyongo. Kiambiwa cholesterol nzuri na mbaya, daktari huwa anamaanisha LDL ndo bad cholesterol, alafu HDL ndo good cholesterol. Yaani kile kibebeo kinachobeba cholesterol kupeleka katika eneo ambapo jeraha limetokea, labda kwenye kuta za mishipa ya damu, hiki kibebeo kinaitwa bad. Alafu kile kibebeo kinachorudisha cholesterol kwenda katika ini, hiki kibebeo ndo kizuri. Nadhani hapa sisi wanafunzi ilikuwa ni namna ya kukalilishwa. Light kama tungeambiwa ukweli kwamba hiki kibebeo tunakiona ni kibaya kwa sababu kinaleta cholesterol hapa katika jeraha lilipotokea. Baada ya kuletwa, ile cholesterol ndio inaosababisha kutengeneza donge la cholesterol kwenye kuta za mishipa ya damu. Sasa tunatuhumu huyu ndo mbaya kwa sababu ameleta cholesterol, lakini hatutaki kufahamu au kuingia kwa kina kujua endapo jeraha lisingetokea, je, hii LDL ingeleta cholesterol hapa? Endapo jeraha lisingetokea kwenye kuta au sehemu yoyote, cholesterol haiwezi kupelekwa eneo la tukio. Sasa inakuwaje hii LDL uiite bad cholesterol? Ni jambo la kushangaza, tunakalilishwa sana. Nitatoa mwendelezo wa hili somo katika mada ijayo, tena kesho. Katika video ijayo nitakueleza hizi chipsi zimetengenezwa na viazi mviringo na mafuta ya alizeti. Vyote hivyo havina cholesterol. Lakini kwa nini chipsi zinatuhumiwa kusababisha maradhi ya moyo? Nitaeleza kwa kina zaidi katika video ijayo. Share video hii na watu wengi zaidi. Acha komenti yako chini kama umependa masomo yangu.